Mheshimiwa mgeni rasmi, licha ya lugha ya Kiswahili kukopa maneno kutoka katika lugha za kigeni kama vile Kiarabu, Kireno, Kichina, Kiingereza, lugha hii pia ina maneno mengine kutoka katika lugha za Kiafrika. Maneno yanayotokana na lugha za Kiafrika ni kama vile bunge, ikulu na kitivo. Ni matumaini yetu kwamba jitihada zitaendelea kufanyika ili kuhakikisha kwamba ukuaji wa lugha ya Kiswahili unafanyika kwa kuzihusisha kwa lugha karibu lahaja na lugha nyingine za Kiafrika. Tuzingatie kwamba Tanzania ina lugha za makabila zinakadiriwa kufika 150 ambazo zimetawanyika katika kanda mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kongamano hili yapo matukio ambayo tunakuomba ulizie kuyafanya, ikiwemo uzinduzi wa vitabu vya Kiswahili na utoaji wa tuzo za utambuzi wa michango ya watu mahususi katika ukuzaji wa lugha ya Kiswahili. Pia nimependa utambue kuwa katika sisi tunaadhimisha hii leo, zipo nchi nyingine zinaadhimisha. Miongoni mwazo ni Uingereza, Algeria, Burundi, na hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu na mgeni wetu rasmi, Burundi nimemtuma naibu waziri kwenda kutuwakilisha, nao leo wana tukio kubwa kama hili, kama ambavyo pia leo ndugu zetu wa Uingereza kwenye bunge lao wakiongozwa na balozi wetu Mbelwa, nao kutakuwa na tukio kubwa kama hili. Nchi zingine pia ni Canada na pamoja na Marekani. Nyingine duniani zinaendelea kulazimisha ndani ya mwezi huu kwa nyakati tofauti. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni imani yetu kwamba Kiswahili kitaendelea kumea katika nchi za Ulaya na maeneo mengine. Aidha, nitumaini kwamba maendeleo ya lugha ya Kiswahili yatawanufaisha wadau wa Kiswahili ambao daima wamekuwa wakipigania Kiswahili. Tukuze na kueneza Kiswahili kwa kuzingatia usemi wa Shaban Robert kwamba titi la mama ni tamu, jingine haliishi hamu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu ya maadhimisho haya kwetu sisi Tanzania ni Kiswahili ni tunu kwa amani, mshikamano na diplomasia ya uchumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, ombi langu la mwisho kwako itakuwa ni kukuomba pia utatuzindulia kamusi ya Kiswahili kwenda kwa Kifaransa ili kuhakikisha ya kwamba nchi zote zinazoongea Kifaransa zinapata nafasi ya kujifunza Kiswahili, na nchi ya Watanzania kama sisi ambao tunaongea Kiswahili pamoja na nchi za Afrika, Europe na mabara mengine takriban watu milioni 500 wakitaka kujua Kifaransa pia watatumia kamusi ya Kiswahili kupata maneno ya Kifaransa. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru sana na tunafahamu ya kwamba ratiba yako imekuwa ngumu, na ningeomba kutumia nafasi hii kuwaomba wakupigie makofi mengi sana kwa sababu tunafahamu ya kwamba umetoka safari, ulikuwa ziara kanda ya Ziwa, umefanya kazi kubwa sana, kwenda kwenye challenge ya vijana ya kutengeneza mitaji. Tumeona tukishuhudia vijana wakishinda na kupata milioni 50 ambayo ni ndoto ya Daktari Samia kuwawezesha Watanzania walio wengi. Lakini pia haujaishia hapo, umesafiri jana, ulikuwa na mkutano mkubwa, umefanya kazi kubwa. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kuendelea kuifanya kazi na kumsaidia Daktari Samia Suluhu Hassan kutimiza ahadi alizotoa kwa Tanzania. Na ni ndoto yetu Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaendelea kuwa na mjadala. Tunataka amani kongamano lifatalo lifanyike kwenye nchi nyingine. Wadau wengine wanatamani kwenda Omani, wadau wengine wanatamani kwenda Urusi, wengine wanatamani kwenda China, lakini na imani mpaka kesho tutakuwa tumefika kwenye makubaliano tukishirikiana na waziri wetu wa mambo ya nje. Kongamano linalofuata la 3 kubwa tutatangaza wapi tulipeleke baada ya kupata mwongozo kutoka kwako na kwa Mheshimiwa Rais. Nakushukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi, na asante sana.